Salama. Uko poa? Namshukuru Mwenyezi Mungu vizuri tu. Kabisa. Kabisa. Bwana huko kwenu bwana kuna kiupepo safi unakisikia hiko? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sawa. Ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africa, misimu miwili wameishia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tena misimu miwili mfululizo na wakiwa na kikosi dume ama kikosi bora kwa upande wao wanavyokitazama. Kuelekea mwishoni mwa ligi tunajua mwezi huu inatamatika, lakini ndio safari ya kuelekea katika michuano mipya ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao. Unavyokitazama kikosi cha Dar es Salaam Africa, unahisi ni sehemu gani wachomoe watu ili mradi kuleta watu ambao watakaowavusha katika kukwama ndani ya misimu miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Usajili wa Yanga usiwe simbilisi kwenye banda la mbwa. Simbilisi kwenye banda la mbwa kwa sababu msimu ujao na msimu huu yako maeneo usajili wao ilikuwa ni power bank sio kwa na chaji. Kwa maana idadi kubwa ya wachezaji ambao waliofanya usajili msimu huu ambao tulitegemea wangekuja kuongeza kitu kikubwa kwenye timu hawakuvuleta matarajio ambayo kila mmoja alitaka kuyaona kwenye timu. Sasa hichi ni kitu ambacho pia kiliwaangusha sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia kimewaletea ugumu sana kwenye ubingwa wa ligi kwa sababu wachezaji ambao wamekuwa wakiwasaidia ni wale waliokuwa bora wa muda wote ambao wamekuwa na muda mrefu. Kwa hivyo hawa ambao wamekuwa nao sasa hivi wengi ule ubora umekuwa huonekana. Hilo la kwanza. Lakini kwa nini iko hivyo? Labda swali liwe. Nadhani wanahitajika sasa kwenye hoja yako kuwa na jicho zuri la usajili wenye tija katika kupata wachezaji ambao wanaweza kuwasaidia wao wakawa bora zaidi. Kuwa na jicho zuri la kupata wachezaji washindani ambao wataongeza ushindani kwenye sura ya michuano ya kimataifa na kuongeza ubora wao kwenye ligi. Zaidi ya wachezaji waliokuwepo. Hiyo ni zaidi ya wachezaji waliokuwepo. Sasa hilo linahitaji pia utulivu wa kufanya scouting nzuri, lakini pia kupata wachezaji wenye usahihi sana ambao watakuja kufanya quick fix haraka tu wakaendana na mahitaji ya timu kwa sasa, lakini wakawa na ubora ambao wao hawana. Kwa sababu kusajili mchezaji unategemea kupata kitu ambacho wewe huna ili aongeze kitu kwenye timu, upate ushahidi au upate ushindi ambao utakuwa na tija. Sasa shida ambayo tuliona msimu huu ulifanyika usajili kwa matarajio mazuri, lakini malengo yakawa hayafikiwi. Wamekuja wakina Lasan Koma, Sesine kuwa Ande Boyeli, alikuja Buba Jame, Edmund John, ukiwatazama wakina Mwanengo, Mohamed Hussein bila shaka ameperform, Depu alikuja, Damaro, hawajafikia hizo peak performance. Kwa hivyo moja kitu ambacho nadhani jicho liwe eneo hilo kupata wachezaji ambao wanaweza kuwa na msaada zaidi kuliko ambavyo wao wanauhitaji, kwa sababu unaposajili wachezaji inabidi waje kuwa bora kuliko waliokuwepo ili uongeze nguvu ambayo walikuwa wanaitafuta. Hicho ndio kitu ambacho nakiona kutoka kwao. Pale ndani kuna sehemu nyingi. Kuna eneo la goalkeeper, kuna eneo la mabeki, kuna eneo la viungo na eneo la washambuliaji. Wewe ukitazama kikosi cha Yanga tangia msimu ulivyoanza na katika michuano ya kimataifa, sehemu gani nyofoa wale ambao waliokuwepo ili mradi kuleta watu ambao wataongeza tija ndani ya Yanga? Wachezaji ambao ni bearing ile sio kwa na gilisi pale Yanga kwangu ni Buba Jame, Damaro Kamara, Manengo, Depu. Sijaona kitu cha ziada cha Depu. Watu wanaoji muda kupewa pana. Depu si mchezaji ambaye anaweza kukupa kitu kingine nje ya timu inapokuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo wanahitaji mchezaji ambaye yeye anakuwa sehemu ya ubora wa timu, sio anakuwa bora kwenye timu. Mambo mawili tofauti, watu wa mpira wanajua anasema nini. Ndio hawa wakina Lasan Koma, msaada wake hatuoni. Ukienda mtu kama Edmund ni kiungo mzuri lakini bado kiwango chake kwenda kucheza Yanga mchezaji wa kawaida. Sawa. Ukienda hapo tuzungumze nani nimemtaja, Lasan Koma, Edmund, Depu, Kamara, Damaro, Kamara, nikiangalia hata wale wakina Shua Boy wale hawachezi. Kwa hiyo unaangalia ndio shida ambayo unaiona kwenye timu yao. Lakini watu wamekuwa wakijaji sana. Kuna wakati hata eneo la goalkeeper limekuwa kama linawaangusha Dar es Salaam Africa. Sasa katika michuano ya ndani kuna wakati baadhi mabeki wanapofanya makosa ni kama goalkeeper nambari 1 wa kikosi cha Yanga Djigui Diarra amekuwa na hali ya kususa, hali ya kutokuwa makini pale timu yake inapokuwa haichezi vizuri. Je, hii sehemu hii haikushtui kuondoa mtu na kumleta mtu? Hapana, hiyo sio sababu kumtoa mlinda mlango.
haijapoteza ubora wa mlinda mlango, isipokuwa labda kuongeza mlinda mlango mwingine bora, kuongeza ushindani kwenye nafasi. Sababu Yanga hakuna mzani mzuri wa mlinda mlango wao kati ya Djigui Diarra na wanaomfuatia. Kuna ubora ambao uko mbali sana. Kwa hivyo mimi nadhani labda ongeze golikipa mwingine kujibu kumpa chachu Djigui Diarra. Lakini hiyo sio sababu. Djigui Diarra bado ni golikipa bora kuliko golikipa yote nchi mpaka sasa kwa kipindi chote ambacho anacheza katika nchi. Kwa hivyo wanahitaji kupata mlinda mlango mwingine wa kumletea challenge, lakini sio kwamba eti yeye hafai kwa sababu anasusa kwa nini? Yako mambo mengine nataka ni mambo ya nidhamu tu ndani ya timu na mambo wewe unaweza kuyatazama. Lakini kuna sehemu za chini kwamba ni kama Mwamba anataka kutembea ama kuondoka ndani ya kikosi hicho, hiki kususa kwake ni kama kunasababishwa na hivi viashiria. Wewe kwako unalionaje? Hapana, siwezi kuzungumza hisia za watu kwenye mpira. Kwa sababu yule ni mchezaji na mkataba na timu yake, akitaka kuondoka ataondoka kwa sababu za kimkataba. Sio hisia. Kwamba tunahisi na nani? Siwezi kuhisi. Hiyo ndio hofu yangu. Katika eneo la namba 2, eneo ambalo anacheza Atola ya Okwasi, lakini anasaidiana na kina Israel Patrick Mwenda, Kibwana Shomari. Kwako alikushtui kwamba unaweza ukaenda nalo msimu ujao kuelekea katika michuano ya kimataifa na wale, ama unahisi kuna repair inahitajika ndani ya kikosi cha Yanga? Bado balance nzuri. Pale ukimwacha Kibwana nani huyu yao na Isla bado ni backup nzuri kwa sababu Isla bado ni mlinzi mzuri. Yao nafikiri ndo anarudi kwenye fomu yake ambayo kila mmoja anahitaji. Na hakuna maana Yanga sasa hivi anakasirika eneo la Yao Kwasi. Karudi kwenye fomu yake ambayo yule ndo Yao watu wanamjua na zaidi tutamuona kwa bora msimu ujao. Namba 6 anapocheza Damaro Kamara. Anapocheza wakati mwingine unaweza kukuta bwana mdogo akina Shekhani anacheza hapo, anacheza Duke Buya, lakini namba 8 yao anaweza akacheza Mudathiri haya basi. Kuna wakati wanasema ni kama Damaro anakuwa na mistake nyingi sana anazozifanya ndani ya uwanja, lakini wengine wanasema kwamba kuna kule kukimbiana kwa wachezaji wanaocheza katika eneo la kati. Kwako wewe unahisi Yanga wanahitaji tena kiungo ambaye tofauti na hawa ambao waliokuepo? Hapana, nishasema tayari kwenye orodha ya wachezaji ni sehemu hiyo nafasi. Hivyo mtaja Damaro maana yake nataja nafasi yake. Kwa hiyo maana yake ni mbadala, kupata mbadala. Bwana Mvua inachukua. Mvua itakurudibia kama